Ni uchungu sana kuona goldiga wa miaka 24 kwa jina Mary Claire akiwa ameteketezwa na acid kwa sababu ya kukula pesa za polisi wa NIS kwa miaka 8, alafu kisha kumuacha na kusema ya kwamba amepata type yake mwenye atamuoa. Oh my God, huyu Mary Claire ni mtoto wa pastor wa kanisa la SDA. Ladies and gentlemen, as we speak right now, huyu Claire ameweza kulazwa kwa hospitali ya Kenyatta Hospital sasa hivi akiwa ameteketea mwili mzima na acid. Guys, ameteketea mwili mzima na acid. Ladies and gentlemen, guys, wale wanawake wenye mnapenda kutumia wanaume vibaya, mutakufa vibaya, mutakufa vibaya, mutakufa vibaya. For those people ambao hawaelewi ni nini kinaendelea hapa, huyu msichana Claire aliteketezwa na acid tarehe 21 huko Ngong wakiwa na rafiki yake kwa jina Sara Watiri. Unaona, Watiri, unaona, walikuwa na msichana rafiki yake kwa jina Watiri wakitokea kazini, unaona. Alafu kuna huyu jamaa kwa jina Lucas Ochieng mwenye alikuwa amelipwa na boyfriend wake amuue kwa kumuchoma na acid, unaona. So jamaa alitoka tu huko akakuja na acid ndo mzima akamwagia huyu Claire, alafu akatoroka kuingia kwa kichaka. Kwa bahati mzuri rafiki yake alipiga nduru akapoint kwa kichaka mahali huyo Ochieng alikuwa ameenda. Watu wakamfuata, wakamshika, wakamupiga. Katika hiyo harakati ya kumupiga, simu ya huyo mwenye alikuwa anapigwa iliitana, unaona. Na wakati aliambiwa na watu receive na weke hiyo simu loudspeaker, mwenye alipiga alimuuliza umemaliza kazi, unaona. Watu wakauliza huyo mtu kazi gani? Huyu mwenye alikuwa napigwa akakasirika, akapigisha hiyo simu kwa floor, ikapasuka in pieces kwa sababu ilikuwa kabambe. Huyo mtu alipigwa, akapigwa na kisha baadaye akaokolewa na polisi, na sasa hivi guys inasemekana alipelekwa katika police station ya Kibera, na inasemekana sasa anafaa kufikishwa Monday tarehe ngapi? Tarehe 23 sasa, ambayo ni leo, kotini ili aweze kufanya nini? Aweze kufunguliwa mashtaka ama kesi yake iweze kusikizwa. Wakati hiyo story ilipostiwa kwa mtandao, Mike Sonko aliweza kuona na akapeana kwa ile kesi ya yule demu 50,000 kwa mtu yoyote mwenye na ambaye atasema ni nani aliweza kutumana huyo msichana achomwe na acid. Na wakati polisi walisikia hivyo, kwa hiyo police station ya Kibera walifinya huyu Mr. Ochieng Makende, walimfinya vizuri mpaka akasema ni nani alimtuma. Imagine, amini usiamini, Elvis Opio, askari wa NIS, ndio alikuwa amemutuma. Guys, Opio, imagine, aliwachanga bibi yake na watoto 2 Ushago, maeneo za Rongo, akashikananga na huyu msichana. Huyu msichana wakati huo alikuwa Form 4 8 years ago. Imagine, alimalizanga Form 4. Familia ya huyu msichana hawakuwa na uwezo, so huyu jamaa alikuwa analipianga huyu msichana school fees, anamsupport hata kwa university. Yeye ndio amekuwa akilipia huyu msichana university, unaona, mpaka huyu msichana amemaliza. Lakini kwa hii miaka yote amekuanga kwa university, ameishi kupigia
bibi ya Elvis Opiyo simu akimwambianga, unasikia we mwanamke mshamba, wewe mwanamke kienyeji, mimi sasa ndio nimeolewa, mimi sasa ndio bibi ya Opiyo. Imagine ameterrorize bibi ya Opiyo kwa hiyo miaka 8, mpaka bibi ya Opiyo akafikanga mahali akachoka na akaamwanga kuchukua watoto na akaenda kuanza maisha yake. So you can imagine huyu Mr. Elvis amespend pesa nyingi sana akijaribu kueducate huyu mwanamke mwenye ambaye ameokoka sana, mwanamke muimbaji kwa kwaya ya kanisa ya SDA, mwanamke mwenye ambaye alipata type yake, mwanaume mwenye ameokoka, mwanaume mwenye ako na pesa. Kwa hiyo kanisa ya SDA akaamua ku call off engagement ama relationship yake na Elvis Opiyo. Elvis Opiyo, wacha nikuambie, alishtuka. Jamaa hajawahi shtuka hivyo. Akimagine zile pesa zote amespend kwa huyu mwanamke, jamaa alitokwa na wazimu. Jamaa alirun into depression. Jamaa karibu ajiue akimagine vile amefanyiwa. Mwanamke amekubomolea nyumba yako, mwanaume amekufyonza pesa zako zote, alafu baadaye anakuambia ya kwamba mimi nimepata type yangu, wewe tafuta mwanamke mwingine ama uende utafute bibi yako murudiane. Jamaa anamuuliza, after all I have done for you. Mwanamke anamwambia, mimi sikukulazimisha unisomeshe. Like seriously? Huyu Mr. Elvis alitamani kuua huyu Claire. Alitamani kumuua, lakini akaona hapana, kuua sio vizuri. Ndio maana akatafuta tu asidi ile mzuri, akalipa mtu aende amumwagie. Ladies and gentlemen, kwa wale wenye waliona hiyo video guys, hiyo video ni vile hamwezi mkaiona hapa guys. Hiyo video, huyu msichana alimwagiwa asidi kwa mwili, nguo zote zikaloa. By the time huyo msichana anatoa nguo, my friend, imagine msichana alitoa nguo zote kwa watu, lakini skini yake guys ilikuwa inamwagika, ngozi ilikuwa inamwagika. Hiyo acid ilikuwa inateketeza ngozi. Oh my god, ladies and gentlemen, nyinyi wanawake wenye ambao munatumia wanaume, wacha nikuambie, kuna vitu zingine my friend hazikuluangwi. Kuna wanaume my friend hauwezi kukula pesa zao alafu ugo scot free, unaona? Kwa hivyo huyu gold digger, mtoto wa pasta, inaonekana hata sidhani kwao kama wameokoka. Mtoto wa pasta my friend, unaweza ukaiba bwana ya mtu ukamtumia hivyo vyote alafu baadaye ukamwachanisha kwa mataa. Ni uchungu. Hili jambo guys, wacha nikuambie, limeshtua Wakenya sana. So baada ya zile pesa semekana ya kwamba zitapeanwa na Mike Sonko, ladies and gentlemen, sasa polisi walifanya investigation baada ya kufinya huyo Mr. Lucas Ochieng Makende, akasema mwenye kumpatia kazi ni nani. Polisi wakatrack na walishika huyu jamaa guys, waliweza kumshika jamaa akiwa mahali somewhere kwa pikipiki. Oh my god. So as you can see kwa video, huyo ndio mwenye kutumana na guys, hiyo mask anafuata watolewe. Uja mtu hiyo mask. Hiyo kofia. Wewe angalia kamera. Angalia hapa bwana. Unaitwa nani? Unaitwa nani? Sasa hivi hata yeye aliweza kuzuiliwa Kibera pamoja na mwenzake. So wacha tusikilize koti itaamua namna gani. Lakini mwenye kuchomwa na acid ako Kenyatta bila sura, na hiyo masomo yake yote na hiyo wokovu yake yote na hizo nyimbo zake zenye amekuwa akiimba, nyimbo za kupeleka watu mbinguni. So mtaka yote ukosa yote. Tumia mwanaume wa mtu vibaya, muharibie nyumba yake. So imagine kama hangekuwa napiganga bibi ya huyu jamaa simu akimutukana. Aliiba namba ya bibi kwa simu ya huyo jamaa wake, akaishi kutukana huyu mwanamke aende, mpaka mwanamke siku moja akaenda. Jamaa akawachwa sasa akiwa na huyu mwanamke, kenye alikuwa anataka kuachieve akawachiwa bwana mwenye anafanyia serikali kazi,
ya NIS. Guys, NIS unajua ni kazi nzuri sana. NIS ni hao watu wenye uwanga wana protect Mr. President guys. Hiyo ni kazi nzuri. Huyu jamaa alikuwa na pesa. Chochote chenye mwanamke alikuwa anataka, chochote alikuwa anamprovidea. Hafuta ushavunja nyumba yake, alafu tena unamwacha. Sasa jamaa aliamua, juu sitaki kukuua, lakini if I can't be with you, then you cannot live to enjoy your life. Hiyo masomo yenye unaringa nayo, wacha tuone itakupeleka wapi. Sasa mwanamke amewachwa akiwa paralyzed, akiwa hivyo sura mbaya. Nani atamuoa akiwa hivyo? Nani atamuoa akiwa hivyo? Hata kama atapata mtu wa kumuoa, unadhani kwa hiyo ndoa wataishi na amani? Hawawezi ishi na amani. So ladies and gentlemen, wa Kenya wameweza kuzungumza mengi. Inasemekana this lady was dating a man for over 8 years, a married man. And that married man has been paying her school fees. Nasikia. So, since aliambia huyo dema muoe, dema kakataa, akaamua kutuma mtu amwagie acid kwa uso. So the ex, kulingana na vile inasemekana ni ex, but the lady says si ex, ni rafiki, though yeye ndo amekuwa akimlipia school fees, akatuma nani? Mtu amwagie acid. Dema kwa hospitali, ameoshwa na acid kwa uso kweli kweli. The guy has been arrested though. Sijui kama huyo mwenye alimwagia acid kama amekuwa arrested. Anyway, I did not do this video to judge anyone. I'm just trying to say this. Ndio najua Kenya mashida ziko. Kila mahali mashida ziko. Najua maskini pia iko. But this is what I would say. There's no need for you to accept kulipiwa school fees knowing very well you're not gonna marry this person. And you parents, please stop using your kids as your securities. It is not fair. It is not fair. Kama mzazi huwezi lipa fee, wacha mtoto wako akae. Acha mtoto wako akae. Nasikia? Or pray to God, Mungu akubless na mtu mwenye atamlipia fee genuinely. Hii mambo ya kutumia watoto kama securities is not right. Angalia sasa mtoto mwingine amechomwa uso na vile mtoto alikuwa mrembo. Sasa amechomwa uso. It is not right. I'm just saying, najua mashida ni mingi Kenya, si ati sijui. I know. But hiki tu imekuwa kihappen na imejirudia. Watu wanalipiwa school fees, wanakataa kwa wanauliwa, wengine wanakatwa hata mikono. Kuna story ilikuwa 2022 mtu alikatwa mkono zote mbili. Na akamwambia, sasa nilikufunza na ukaenda shule na ukamaliza, enda tafuta kazi na bila mkono." Mwingine akauliwa. These stories have been there. Unakubali kulipiwa fee? Kama uwezi kubali, hata afadhali ukaolewe kwa hiyo boma. Maisha ikushinde useme, ndio acha ikae. Badala ya ulipiwe fee knowing very well utaolewa na mtu. Na pia nyinyi wanaume, do not take responsibilities, parental responsibilities. You know very well these things are happening. Unalipia mtu fee na bado akufe. Wengine wenye hata mnatuma hadi transport na hatukuji. Do not expect some. I don't know how to put it. I cannot even explain because I'm confused. Nimeona hizo picha za msichana na muonea tu huruma. Sana anzia wapi? Amechomwa vibaya sana. Yes, we want justice for her, but bado hata hiyo justice atapata uso yake back. Of course we want justice. Ndio huyo jamaa kuwa arrested ama amekuwa arrested tayari. But will she get her face back? No. Uso yake imeenda tu hivyo, just like that.
because of a man who paid her school fees and she refused to marry him. Ai manze, mashida ni mingi hii dunia, watu wako na mashida huku nje. Lakini hebu tusikilize maoni ya Mike Sonko guys, halafu tukutane hapo kwa comment section, muniambie maoni yenyu ni gani. Lakini mimi kama Jackson, ladies and gentlemen, ningependa kuwasisitiza nyinyi wanawake wenye na ambao, ladies and gentlemen, kwenye mulizaliwa mkiwa maskini, umeweza kupata mwanaume mwenye na ambaye ameamua kukusaidia baada ya kuona potential in you, amekusaidia ndio ili siku moja mujengane. Tafadhali, kama unajua kabisa huyo mwanaume hauwezi kuwa bibi wake wa pili, na kuomba muambie tu thank you but let me just live the way I am. Kama mama ama familia ya msichana hawakuweza kusomesha mtoto wao, wewe ni nani? Wewe ni nani umsomeshe? Sasa Wakenya wanaulizwa, Wakenya wanajiuliza maswali. Ni kwa nini mwanaume akusomeshe alafu ikifika time ya umemaliza shule sasa muoane unakataa? Wanawake wako na reason ni kwa nini hawawezi kuolewa na wanaume kama hao, na reason yao itakushangaza. Shanice, Yes. something has been disturbing my mind for so long. Why do you ladies dump men who took you to school? Can you marry your parents? God have mercy upon us. So thank you so much guys for listening. Bila kupoteza wakati, hebu tusikize mheshimiwa Mike Mbuvi Sonko jinsi alivyozungumza baada ya kuwatch hiyo story ya huyu mwanamke kwa jina Mary Claire at 24 years old, the mother of all gold diggers. 8 years mwanaume anakusomesha kwa university, alafu unamuacha baada ya kumvunjia boma. Hata nyinyi wanawake mna mchezo. Anyway, mimi sina mengi hayo machache. So let's go guys, let's go. Yes, Sunday bado kwa Sunday mchana. Sasa we want to do a follow up kwa ile kesi ya yule demu Mary, yule alimwagiwa acid. Ex boyfriend alitumana jamaa amwagie acid. So we are still looking for this boyfriend. Remember I gave a reward yesterday of 50,000. Anybody who will give the information, ile ita lead police ama members of the public kushika that boyfriend who sent that thug kumwagia huyo msichana acid. Yeah, you can see that girl was beautiful, mtu kwa wenyewe, then mtu mshenzi anaenda kupeana pesa ati amwagiwe ati sababu walikosana kimapenzi. And we always say kama it doesn't work, muachane. Relationship ikae, mapenzi ikae, love ikae. Watu kuchoma mtoto wenyewe na acid, we shall get you my friend. Wewe umejificha but we will get you. The next 48 hours utakuwa sale wewe bloody hell. So, wacha kwanza ni kuna joto kidogo leo juu ya hiyo mawingu hiyo. Mawingu hiyo kuna joto kidogo. So, sababu nilikuwa nimepeana kariwadi mahali na najua Wakenya naona kuchangamka. Na wapendi hizi maujinga. So naona hapa there's a message I received from an informer. I will not disclose, but these were the guys who actually already niko na picha ya this is the ex-boyfriend of Mary. This is the ex-boyfriend of Mary, this one. Ule alitumana acid ichomwe. Huyu ndio ex-boyfriend, as you can see there, we are looking for him. Kumbuka Mary is in a very critical condition hapo KNH. Very critical condition. Amechomeka uso, sura. Sidhani kama ataona tena. And this is the guy, the suspect, main suspect, the ex-boyfriend who alitumana achomwe. There is a message which will allow me to read. Message which I'll read. This is the ex-boyfriend of the lady. I'm told that he is on his way to Nairobi. We need your assistance so that he can be arrested. So let me just call and find the kind of assistance they need, but already nimeshalay ambush from wherever he is. Let's see what happens. Yeah.
I'm calling this number. Hello. Habari yako? Salama mheshimiwa. Tuendelee aje? Kwa salama, hii kesi nilikufuatia. Ndio. Naona imeenda viral kabisa online. All of the issues sio kwenda viral. The issue ni ku deal with the culprits. So the culprit, there's another lady who is a friend to the victim, Yes. They know the ex-boyfriend. Yeah. Alikuwa ametravel ameenda Ugis. So this lady amemtrick akamwambia ati this Mary wants to talk to him. Sasa yeye kusikia hivyo akapanda gari leo asubuhi. Is on his way coming to Nairobi. So I'd organized with that Dan because the lady mwenye ameongea na the culprit. Sasa is on his way coming to Nairobi. So Dan ananiambia they'll meet somewhere around Kenyatta National Hospital around there. Another restaurant there. Okay. Around what time? Sijui kama amefika lakini Dan saizi ako hospitali saizi. Lakini they'll meet around that. Wanted. Okay. Hapo ndio ashikwe hapo. Who is Dan? Dan is the brother mwenye anashughulikia the sister tangu hii kiti yanze. Yeye ndiye alinifuadia hizo vitu zote. Na tuko na enough evidence that it is the ex-boyfriend who sent that guy kumchoma Mary na acid. So you see what happened? Hii kiti yanza juzi ama hii kiti yanza last. Kitambo. Hii assault. Assault. Ile November. I've been following ile November. Yes, kuna hii assault kibiana. Walichukua hata P3. Polisi kufanya chochote. Hakuna shida. But already the guy they even have a letter from the lawyer, a restricting letter from the lawyer. The lady akona all the evidence when this guy has been threatening her, but anapuuza tu. Okay, apart from that, even jamaa alimwaga acid, si alishikwa? Ule jamaa alishikwa na kama alikuwa anapigwa na mob, akasema yeye alitumwa. Akasema alitumwa. So apparently, this ex-boyfriend, apparently after this incident, he was just nearby the scene. So yeye pia akatokelezea kwa scene tu hapo. So tunajiuliza maswali, yeye alijuaje kuna kitu kama hii itafanyika? So all these things, kuna thread messages, kila kitu. Kuna messages. Condition ya Mary ikoje sasa? Bado hospitali wanamshughulikia. So Dan is on the ground. Sasa hivi alikuwa anaongea na hao madaktari. Yes. Aya, sasa tuongee, nitakuwa nashika simu yako. Acha na napanga kikosi ya kushika huyo mkora. Okay, thank you. Sasa find out wamefika wapi? Yes. Na I don't know, nitatumia nani facilitation ya kupanga kufanya follow up ndio nijue. Somebody who Dan I can ask him to call you. Is aware? Okay, send me his number. Send his number right away. Send me his number, then I can talk to him also. Okay, I'm just sending it straight away. Hello mkubwa. Hey Dan, habari? Nzuri sana. Uko mzima? Niko mzima mheshimiwa. Jamaa amefika Jamaa amefika. Sasa mimi sasa niko Kenneth. Tunatafuta ka joint fulani karibu na hapa. Tunataka kuja, amefika kwa railways. Si basi amwambie akuje Labaita. Akikataa Labaita, any other place near Kenneth ni sawa. Okay, let me get the exact place alafu nikupigie. Na mimi naweka officer standby. Okay, then because we don't want him to stay for long. Immediately akifika niko na officers within upper area. Yes. Yeah. Okay, so let me get the place, then I get back to you. Yeah. Yeah, organize your officers. Sasa mambo uko poa? Poa sana mdosi. Nimekimbia job mahali lakini narudi jioni. Bosi. Sasa usipate OCS Yes sir. Yule suspect alichoma msichana Kibra yule Mary na acid. Yes sir. Alitumana achomwe, anakuja area hapa hivi. Hapa
Swahili. Anazubaishwa anavutwa mali, nataka ashikwe. Okay, sawa. Si coordinate na OCS na masoja kadhaa. Hata mimi naweza enda tu hiyo operation chief. Lakini peke yako utaweza? Naenda chukua watu wetu wale wa operation. Haya, chukua watu wa operation na kutumia OB number na kushikanisha basi na brother yake. Haya, sawa. Haya, ngoja ni add brother yake hapa na watu wale nimeassign. Dakika moja ndio tu exchange number saa hizi. Coach. Haya, Dan ndio huyo. Dan, niko na officer kwa line, nataka mpange na yeye. Kuna officer anakusikia, ongea pale officer akuje wapi? Sasa officer tunaenda kwa kuna joint hapo nje ya gate ya KNH. Yes. So naenda hapo alafu naweza hata kudropia pin. Through WhatsApp naweza nitumia namba. Yes. Alafu nikudropia pin mahali tutakuwa tumeketi. Okay. Alafu ukifika hapo unanipigia alafu nakuchukua. Sawa. Haya. Alafu tumechukua. Sawa. Na share namba zenu. Sawa. Okay. Shiko hiyo ng'ombe ishiko sahihi. Sawa boss. Na hapo ndio anataka. Inaitwa The Famous Hotel. The Famous Hotel. Iko ndani. Anakuja, amesema anakuja mpaka hapa. Hapo KNH. So the lady anaenda kukaa na yeye wakikunywa chai hapa. The Famous Hotel. The Famous Hotel ndani ya KNH. Public parking. Public parking, The Famous Hotel. Ngoja wacha ni ofisa hapa. Okay. Uko mbali? Famous Hotel. Jamaa suspect anakuja Famous Hotel. Iko ndani ya Kenyatta. Ile namba nimekupea. Famous Hotel ndani ya Kenyatta Hospital. Nakokea kwa hii namba niweke tu kwa hii namba. Upeleka mawitness wote wale wanajua hiyo story wa ukweli. Tunaenda saa hii tutapeleka hata P3 saa hii. P3 kila kitu kila kitu peleka watu washikwe. So nimekokea movement Ndosi habari. Mimi naitwa Sonko, former governor. Habari ya Kenyatta. Nzuri sana. Kabisa. Yes. Sasa we need your urgent help. Kuna suspect anakuwa hapo Kenyatta hapo. Kuna suspect anatafutwa, alichoma msichana na acid pale Kibera. Anakuja hapo kwa cafe inaitwa Famous Cafe. Famous Cafe. Niliambia girlfriend yake amvute hapo. And in the next few minutes atakuwa hapo Famous Cafe. Yes, mkubwa. Na kuna officers wenye wanaangalia kesi umeongea na wao? Nishaongea na wao. Ya station gani? Kibra ama? Ya Kibra mdosi, ya Kibra. Yeah. Unaweza kutuangia namba tuongee na officer mwenye hayo? Sawa. Mwenye investigate hiyo kesi? Ni sawa. At least nitumie tu kwa hii namba. Yeah. Okay. Nishaonana na Dan. Sasa hata nishaona msichana. Sasa naenda msichana nionyeshe ameniambia tu wako tu yeye na huyo jamaa. Ashafika Nika tinti. Sasa ndio nataka kumchukua mechi. Saidi arrest. Wewe baki. Odesi wewe baki. Baki nyuma uko na uniform. Acha nimchukue hivi. Mshaongea na muita kwa station. Okay. Mambusu apelekwe huko. Huyo asiachwe kabisa. I have every document even from the first. Sasa endeni huko, endeni pamoja huko sahihi. Mfuate. Mko na float, mko na movement. Hatuna. Haya, nakokea mpesa hapo. Okay. Peleka witness wote huko sahihi. Coordinate any witness peleka katika statement mtu asikupa kotini. Okay. Mkiachilia atapoa bond.
Sasa ndio ile alifanya hii mpango. Lakini yeye bado niko na nitapeana ile reward. Lakini kwanza peleko kwa confirm yeye. Vipi nakuulizaje? Yes. Pale OCS kwa wewe OCS za wewe actually wameshaenda hapo hospitali wakachukua statement ya the lady. Haya, acha nipigie. Wamerekodi kile kitu. Haya, ulikuwa umenitumia namba ya OCS sababu already tunashika huyo mtu sahihi. Anaitwa Mwita. OCS Za wewe. Unitumia namba yake juzi Yes. Haya. OCS, habari yako? Sorry da. Mimi naitwa Sonko, former governor of Nairobi. Sonko. Sonko yangu. Ndio bana, tumekumiza sana hapo, tuko na shida. Kuna ile kesi ya huyo msichana amechomwa na acid yule Mary. Yes sir. Huyo suspect amepatikana, anashikwa saizi na watu yangu hapo Famous Cafe hapo KNH. So huyo suspect tunamtafuta, nimeconnectia na in charge of posts pale. Wamemshika sahihi. Hapo Kenyatta National Hospital. Kenyatta National Hospital. Ngoja nichukulie tu. Haya, ngoja kwa line usitoke hata ndio hawa. Ngoja. Dube. Niko na OCS wa kwa line. OCS wa Kibra, Mwita kwa line. Mmeshika yeye? Okay. Mmeshika Yes sir. Good job. Haya. OCS utamwendea sio ama uletewe? Watu wakuja saa hii, hata ndio tunatoka Kenyatta wakuja saa hii wanataka hapo ofisini. Haya, sawa. Dube Kibera police station. Dube pelekane Kibera police station.